I don't care what people say about me. I know who I am and I don't have to prove to anyone. Ebana mtandaoni kumewaka moto leo kufuatia skendo ambazo zilionyesha magari ya Chief Godlove kuchukuliwa. Lakini tujiulize swali moja, je, kuna nini kinaendelea nyuma ya pazia? Kwa mujibu wa tetesi zilizosambaa kwa kasi, inasemekana kulikuwa na tukio la magari kuchukuliwa, magari ambayo wengi walikuwa wanayahusisha moja kwa moja na himaya ya kifahari ya Chief Godlove. Tetesi hizi bana hazikubaki tu kwenye maneno, zilifuatwa na ukimya mzito, na kwenye dunia ya watu wakubwa ukimya nao ni ujumbe. Wengine walianza kusema hapa kuna pigo, wengine wakasema hii ni mwanzo wa kuanguka. Lakini kabla ya vumbi halijatulia, ghafla magari yale yale yakaanza kuonekana nje ya mipaka ya nchi, nikimaanisha nchini Kenya. Ndipo simulizi ilibadilika. Swali la kwanza likazaliwa, je, haya magari yalichukuliwa kweli au yalihamishwa kimkakati kwa sababu ambazo bado hazijawekwa wazi? Swali la pili likawa zito zaidi, kama huu ulikuwa ni mpango wa kawaida wa biashara, kwa nini haukuelezwa mapema ili kuzima mawimbi ya tetesi? Na hapo ndipo kipande muhimu cha simulizi kikaingia. Chief Godlove mwenyewe alijitokeza kwa kauli iliyojaa kujiamini, kauli iliyosikika kama tangazo, lakini pia kama ujumbe kwa waliokuwa wanamcheka gizani, kwa maneno yaliyozunguka kwamba yeye hawezi kufilisika kamwe. Kauli hii haikuwa ya mtu aliyetikisika, haikuwa ya mtu aliyeomba huruma, ilikuwa ni kauli ya mtu anayejiona yupo hatua 10 mbele ya kelele za mitandao. Lakini hapa African Gene hatutazami maneno pekee, tunatazama muktadha. Kauli kama hii kwa baadhi ya watu ni ishara ya uhakika kwa mali na mipango mikubwa ambayo macho ya wengi hayawezi kuyaona. Kwa wengine ni ishara ya kujaribu kuzima moto wa petroli, kwa sababu kadri unavyotangaza nguvu zako hadharani ndivyo watu wanavyoanza kuchimba zaidi. Na hapo ndipo simulizi linapokuwa zito. Je, Chief Godlove ni mfanyabiashara wa kimataifa anayejua kucheza mchezo wa fedha kimkakati, hata kuvusha mali pale inapohitajika, au kuna ukweli mwingine upo gizani ambao haujafika kwenye meza ya umma? Hatuwezi kusema kwa uhakika, lakini muda na mfululizo wa matukio ndio vitu ambavyo havidanganyi. Magari, tetesi, ukimya, Kenya na kauli nzito ambazo amezitoa Chief Godlove. Huo ni mlolongo ambao haupiti bila kuacha maswali, na hapa ndipo tunapowaachia ninyi watazamaji wetu. Je, unaamini kauli ya sifilisiki kamwe ni uthibitisho wa nguvu ya kweli, au unaona hii ni simulizi la mtu ambaye anapambana kulinda taswira yake mbele ya umma? Kwa sababu katika dunia ya matajiri wakubwa, sio kila kinachoonekana ni udhaifu, na sio kila ukimya ni amani. Tunachofanya ni kufungua macho yenu gizani. Usisahau kusubscribe, andika maoni yako na kaa karibu, kwa sababu ukurasa unaofuata wa sakata hili unaweza kuwa mzito zaidi kuliko huu. Na kama ulikuwa na sisi toka mwanzo, basi utajua tayari hii si simulizi ya kawaida. Hii ni simulizi ya nguvu, taswira na mchezo wa akili. Katika dunia ambayo matajiri hawapimwi kwa kelele, bali kwa namna wanavyokaa kimya, leo tunaingia ndani zaidi ya kivuli cha sakata la Chief Godlove bilionea, baada ya kauli yake ile nzito kuwa hawezi kufilisika. Watu wengi walizani simulizi linaishia hapo, lakini hapana, kwa sababu katika ulimwengu wa biashara kubwa, kauli ni mwanzo wa mjadala, si mwisho wake. Swali moja kubwa likabaki likizunguka, kama kweli hakuna tatizo, kwa nini kulikuwa na haja ya kutoa kauli hiyo kwa nguvu kiasi kile? Kwa sababu mara nyingi mtu mwenye uhakika wa kila kitu alichonacho hasemi sana, anaacha matokeo yazungumze. Wachambuzi wa masuala ya mitandao walianza kugundua kitu cha kuvutia. Baada ya sakata kuanza, kulikuwa na mabadiliko ya ghafla ya simulizi. Mjadala uliondoka kwenye magari yamechukuliwa ukaenda kuwa yeye hawezi kufilisika. Hii ni mbinu inayojulikana sana katika dunia ya PR. Unaposhambuliwa kwa hoja, unajibu kwa taswira. Badala ya kujibu nini kilitokea, unajibu mimi ni nani. Na hapa ndipo Chief Godlove alicheza karata nzito, lakini bado magari yalionekana Kenya. Hili ni jambo ambalo alikuweza kupuuzwa, kwa sababu Kenya si karibu tu kijiografia, bali pia ni kitovu cha biashara, uwekezaji na harakati za kimkakati za kifedha. Je, ilikuwa ni bahati mbaya au ilikuwa ni hatua ya makusudi ili kuonyesha kuwa mali haikupotea, ilibadilisha eneo? Na kama hivyo, kwa nini hadithi hii haikuelezwa wazi mapema? Maswali haya hayahitaji majibu ya haraka, lakini hayakubali kusahaulika.
Wapo wanaosema huyu ni mtu mkubwa, anajua anachokifanya, na wapo wanaosema kila himaya huanza kuporomoka kwa kauli za kujiamini kupita kiasi. Lakini ukweli ni mmoja, mtu asiyekuwa na uzito asingesababisha mjadala mkubwa huu. Hii peke yake inaonyesha Chief Godlove si jina dogo, ni nembo, ni taswira, ni simulizi linaloishi hata bila yeye kuzungumza. Na hapa ndipo African Gin tunapowaalika mtazame kwa macho mapya. Je, inawezekana sakata hili ni mtihani wa umaarufu, kuona nani atasimama na nani ataanguka? Au ni filamu ya hatua nyingi ambapo kile tunachokiona sasa ni trailer tu? Kwa sababu historia inatuonyesha jambo moja, matajiri wengi hawaporomoki kwa kukosa fedha, bali kwa kushindwa kudhibiti simulizi, na mpaka sasa Chief Godlove bado anadhibiti simulizi yake. Hatujui kama pazia litafunguliwa zaidi ama litashushwa kabisa, lakini tunachojua ni hiki: sakata hili bado halijasema neno lake la mwisho. Andika maoni yako. Je, unaona hii ni nguvu halisi ya kibilionea au ni utulivu kabla ya dhoruba? Tunaendelea kuangalia kile ambacho hakikusemwa, kwa sababu kwenye dunia ya pesa kubwa kitu hatari zaidi sio sakata lenyewe, ni jinsi linavyodhibitiwa. Tujiulize kwa utulivu, wakati tetesi za magari kuchukuliwa zilipoanza, hakukuwa na maelezo ya wazi, kulikuwa na ukimya. Baadaye magari yakaanza kuonekana Kenya, bado hakukuwa na maelezo ya moja kwa moja, badala yake kulitolewa kauli ya nguvu binafsi: mimi siwezi kufilisika, mimi si masikini kama nyinyi. Sasa tujiulize swali moja, je, kauli ya mtu kuhusu utajiri wake inajibu swali la kilichotokea au inajaribu kufunika swali hilo? Kwa sababu kusema siwezi kufilisika si sawa na kusema haya ndiyo yaliyotokea. Hii ni tofauti ambayo watazamaji wengi hupitwa nayo. Na hapa African Gin tunawaomba msipite bila kufikiri. Katika historia ya watu mashuhuri na matajiri kuna somo moja linalojirudia: taswira ni silaha. Mtu anaweza kuwa na changamoto halisi, lakini akidhibiti taswira yake vizuri, umma hauulizi tena maswali magumu, unaishia kujadili maneno makubwa. Na hilo ndiyo jambo hatari, kwa sababu jamii inapopenda sana kauli za kujiamini huacha kuuliza maswali yanayohitaji majibu. Tujiulize tena bila jazba, kama yote yalikuwa sawa, kwa nini simulizi lilibadilika ghafla? Na kama mali ilikuwa salama muda wote, kwa nini haikuelezwa mapema? Kama huu ni mchezo wa kawaida wa biashara, kwa nini uliibua hofu kubwa kiasi hiki? Maswali haya hayamhukumu mtu, lakini pia hayapaswi kufukiwa. Na hapa ndipo African Gin inapochukua msimamo wake wa mwisho. Utajiri hauondoi haja ya uwazi, umaarufu hauondoi haki ya kuuliza maswali. Kauli nzito si majibu, kwa sababu hata watu wakubwa duniani waliwahi kusema maneno makubwa kabla ya simulizi kubadilika ghafla. Historia ipo, na historia haipendi kelele, inapenda ukweli. Hatusemi Chief Godlove amefanya nini, hatusemi ameshindwa wala ameshinda. Tunachosema ni hiki: msikubali simulizi moja tu. Fikiri, hoji, unganisha vipande, kwa sababu leo ni yeye, kesho anaweza kuwa mtu mwingine, na giza lina tabia ya kufichua kile ambacho mwanga wa sifa uficha. Hii imekuwa African Gin, mahali ambapo hatuambiwi cha kuamini, ila tunakuonyesha kitu cha kujiuliza. Ulikuwa na mimi msimulizi wako OMG the Great Kanabino Hyper. Usisahau kulike, kusubscribe, kushare na kucomment katika chaneli yetu.